Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Mama, hivyo naomba nikukaribishe daktari mganga mkuu wa halmashauri uweze kutoa neno, pia umkaribishe mkurugenzi. Asante. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Wajengee ufahamu namna ya utambuzi wa mapema wa saratani ya matiti. Saratani zipo nyingi. Sasa kwa nini tumeamua kuanza na saratani ya matiti? Tumeanza na saratani ya matiti kwa sababu saizi siku za hivi karibuni ndio limeonekana kuwa ni tatizo kubwa kwenye jamii. Lakini ni tatizo kubwa kwenye jamii kwa maana ya kwamba watu wengi wanaathirika na gharama za matibabu ya saratani ya matiti ni kubwa. Katika hali ya kawaida watu wengi wanashindwa kuhimili. Sasa tunataka tutambue mapema, utambuzi wa mapema wa watu wote, kina mama. Si kina mama tu. Tena bora kina mama wanaishi. Ila mwanamume ikigundulika una saratani ya matiti, survival inakuwa ni ndogo sana. Regardless whatever, at any stage itakapokuwa imegundulika. Kwa hiyo tunataka tujenge uelewa kuanzia kwenye jamii ambako nyinyi ndiko mnatoka, ili jamii ile tunapokaa katika vikao vyetu, mikutano yetu, mahala popote, ndio maana tumealika pia na viongozi wa dini, iwe ni sehemu ya kuhabarisha umma juu ya uwepo wa saratani ya matiti. Tuna saratani nyingi. Wanaume watauliza, mbona hatuongelei saratani ya tezi dume? Jua mama, nani kama mama? Amna. Lakini hakuna pia mtu kama baba, right? Sio? Nani kama baba? Maana hata sisi na baba na sisi hatusije tukajisahau sana. Ila kwa kuanzia mradi huu umeanza na saratani ya matiti. Kwa hiyo uwepo wenu hapa tunategemea kupata matokeo makubwa. Kwa maana ya kwamba nyinyi mnaenda kuwa mabalozi. Kwenye mikutano yenu lazima kuwe na agenda ya hiki kitu ambacho leo mnajifunza. Mtusaidie kwa sababu maradhi yoyote ambayo yako sehemu ambazo hazionekani hadharani yanachukuliwa kama siri mpaka mtu anakuja kujitoa, tayari maradhi yanakuwa yameshafika kwenye hatua ambazo ni ngumu zaidi na pengine zenye kugharimu hata maisha yake. Kwa utangulizi huu, naitwa Dr. David Mdeba, ni mganga mkuu wa halmashauri yetu ya Buchosa. Nipende kuchukua nafasi hii kukukaribisha mkurugenzi ili ufungulie mafunzo yetu haya mafupi, na baadaye tutaendelea na utaratibu. Kama utapata nafasi ya kuendelea kukaa na sisi, pia tunakukaribisha ili tuweze kutembea kwa pamoja na kupata knowledge hii ambayo wataalamu wetu wanatupatia. Karibu sana. Jamani, habarini za asubuhi. Kwa majina naitwa Benson Peter Mihayo, ndiye mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Buchosa. Karibuni sana kwenye hii semina ya utambuzi wa awali wa saratani ya matiti, si ndio? Kwa hiyo nyie kama nyie mlipofika hapa, mimi wanaamini kwamba mmechaguliwa na Mungu ili mje sasa mkaokoe maisha ya hawa kina mama. Huu ugonjwa ni hatari kidogo, ni hatari. Mimi nimeweza kushuhudia jirani yangu nikiwa Kilombero, alikuwa na ninesi na aliweza kuondoka. Na nilikuwa namuona tu ana mwili mzuri kabisa na anafanya kazi vizuri kabisa. Na alikuwa ni mke nafikiri wa elimu watu wazima. Aliweza kuondoka. Kwa hiyo ni vizuri na inawezekana pamoja na unesi wake. Ndio maana nawaambia kwamba inawezekana ukawa daktari lakini ukawa ni nesi, ukawa ni mtendaji wa kata, ukawa ni mhudumu wa afya, ukawa ni mtaalamu wa afya, lakini bado inaweza, yani ugonjwa huu hauna nani kwamba mtu fulani inaweza ikampata. Inaweza ikampata mtu yeyote, lakini kuna mtu mwingine yeye bahati nzuri aliweza kuwahi kidogo lakini matiti hana. Naye alikuwa ni mtumishi wangu katika halmashauri fulani.
kwa sababu halmashauri iko karibu zaidi, hiyo siwezi kumtaja kwa sababu atasema wamejuaje. Lakini alikuwa naye alipata saratani ya matiti. Kwa hiyo nyie kama nyie, baada ya Mungu kuwachagua hawa viongozi waliowaita hapa, basi wametumia kama njia tu ya kuja, ingalau sasa twende tujifunze kwanza moja, lakini la pili sasa tukaende kuwahudumia wananchi. Kwa sababu nyie tayari Mungu ameshawateua kwa ajili ya kwenda kuokoa maisha ya binadamu kupitia kwamba ule ugonjwa kwamba anaweza kumsaidia. Inawezekana kati ya wote Mungu amemleka mtu mmoja ambaye ameshamuona kwamba katika kundi hili mtakwenda kumsaidia. Kwa hiyo wito wangu kwenu ni kujifunza vyema. Wahudumu wa afya mpo? Lakini wengine wanaweza akatoka tu hapa akasema unajua tulienda pale ili kupoteza muda. Hujaja kupoteza muda, isipokuwa umetumwa na Mungu kwa imani yangu mimi kwa ajili ya kwenda kuokoa maisha ya binadamu ambao wako katika halmashauri ya wilaya ya Buchosa. Na hata huu mradi umefika kwa wakati mwafaka, kwa sababu inawezekana Mungu amewaona watu wake kwa ajili ya kuja kukombolewa. Lakini unaweza ukajifanya na wewe kwamba ni kichwa ngumu. Mungu huwa anajibu tu. Anajibu tu. Mimi nilikataa kuja Buchosa, lakini niko Buchosa. Kwa nguvu zangu zote, kwa akili zangu zote nilisema siwezi kwenda Buchosa. Lakini leo niko Buchosa. Waumini wa Wakristo nafikiri wanamjua Yona ambaye naye alikataa kwenda Ninawi. Akasema mimi siendi, lakini alienda. Kwa hiyo hata wewe maana yake umeshachaguliwa kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli za Mungu. Maana yake kwamba mnakwenda kuokoa maisha ya binadamu, kwa sababu binadamu tunaamini kwamba Mungu ndio, binadamu wote ni wa Mungu. Na sisi tunatumika tu kuwasaidia, hata madaktari nani yeyote yule tunasaidia kuwatoa sehemu ilipo kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi nasema hivi, watendaji wa kata, viongozi wa dini, mkafanye kazi zenu. Wahudumu wa afya pamoja na wataalamu wa afya, mwende mkafanye kazi zenu ili mwende kwenda kuokoa hawa wananchi. Ni ugonjwa hatari sana. Ukishaingia huwa hauna dawa. Eti daktari, si ndio hivyo? Si ndio maana stage. Maana yake kama hamjamsaidia kwenye stage inayotakiwa hamna dawa. Lakini kuna jamaa yangu naye sasa hivi tu, sio muda mrefu, ni kijana wangu, lakini tayari ameshapata saratani. Sio ya matiti, lakini ameshapata saratani. Kwa hiyo pamoja na kuhudumia au kuwaambia hii saratani ya matiti, lakini daktari amesema mbona kuna saratani nyingi. Pamoja na hayo tunasema hiki, lakini kuna saratani za aina nyingi. Kwa hiyo tuwe tunapima kila mara ili kuona kwamba niko salama. Pamoja na kwenda kuwaeleza hili daktari, lakini tusikomee tu kwenye saratani ya matiti. Tuzungumze kwamba saratani ipo na inaua. Ukikuta stage imeshafika mbali zaidi. Sasa mimi kikubwa hapa ninachotaka niwaambie ni kwamba tujifunze na kusikiliza vema. Lakini tukatende, tukawaambie viongozi wa dini mpo hapa, pamoja na kwamba mmealika wachache, lakini Mungu ameamua kuwachukua watu wawili au viongozi wa dini wawili. Ina maana kwamba kupitia hao tuna imani kwamba watakwenda kuambia waumini wao kwamba jamani, tuwe na tahadhari. Ukiona dalili hii, nenda kapime ili angalau uweze kujiokoa maisha yao. Lakini hawa wahudumu wa afya ngazi ya jamii ndio wenyewe kabisa kule. Muambie watu, lakini akifika kule anasema after all hata mshahara sina. Kwa nini mimi niwafanye kazi hii? Lakini hapana, kwa sababu wewe umejitoa kwa ajili ya hilo. Mbona viongozi wangu wa dini hawana mishahara? Lakini wanafanya hii kazi ya kuhubiri watu. Kwa hiyo na nyie nendeni mkawaambie kuna magonjwa ambayo yapo,
saratani ipo na kuna saratani za aina mbalimbali, lakini zote mjaribu kuangalia stage ya awali ili ingalau kuweza kuokoa. Mimi nimewaambia, nimetoa tu mfano wa wachache, lakini wapo wengi ambayo mimi nimeshuhudia kwa ajili ya hii saratani. Kwa hiyo nina imani, kwa sababu mradi huu umekuja, ina imani kwamba sipendi kwamba tuseme tumepata wangapi, lakini na imani kwamba tunaweza tukaokoa maisha ya watu walio wengi zaidi. Kwa hiyo naomba mjifunze kwa makini, lakini mkitoka hapa mkayatumia haya maarifa mlioyapata kwa ajili ya kwenda kuokoa roho za wananchi wenzetu wa Buchosa. Kwa hayo machache, mimi natamka rasmi kwamba semina hii nimeifungua rasmi. Asanteni sana. Asante mkurugenzi. Wakati mkurugenzi msingi kuhusu saratani ya matiti kama mnavyoona hapo mbele. Hii picha haionekani vizuri. Lakini pia tuna vipeperushi mnaweza mkaangalia. Ukiangalia huyu ni mama, upande wa kushoto kwangu ziwa lake la kulia lina shida. Maana yake tayari ameshapata nini? Saratani ya matiti. Sawa? Na upande wa kulia kwangu kule naye ni mama ambaye pia ana changamoto hii ya saratani ya nini? Ya matiti. Picha haionyeshi vizuri sana, lakini kuna vipeperushi mtaona. Tunajifunza nini leo sasa? Leo tutaangalia mradi wa uchunguzi wa saratani ya matiti. Kwamba ni mradi gani ambao unahusika na hii saratani ya matiti. Lakini tutaangalia saratani ya matiti na ukubwa wa tatizo hili. Nini kinasababisha saratani ya matiti? Dalili za saratani ya matiti, jinsi ya kujikinga na saratani ya matiti, tiba ya saratani ya matiti. Vile vile tutatengeneza mpango kazi kwa ajili ya kwenda kutekeleza. Sisi hapa tulioko hapa, sisi hapa ni mabarozi, sisi hapa tunao watu hao wenye saratani ya matiti katika jamii, lakini inawezekana ni elimu tu, hawajui wafanye nini. Kwa hiyo sisi tunaomba tusikilize kwa makini kuhusu hii semina, ili tutakaporudi kule tuweze kuwaibua hawa wateja, waweze kupata huduma mapema. Saratani ya matiti ukiwahi kwenye matibabu inatibika, lakini ukichelewa changamoto ndio hiyo, manake inaua yani. Ukichelewa kwenye matibabu inafikia hatua ya kuua. Manake utakuwa umeshachelewa, unapochelewa inasambaa mwilini. Kama tunavyojua saratani ni kansa. Kansa ukichelewa kwenye matibabu, manake matibabu yake utakuwa unapokea ile endelevu mpaka maisha mwako, mpaka pale Mungu atakapokuchukua. Kwa hiyo sisi ni mabalozi, naomba tusikilize kwa makini, lakini pia tuulize maswali pale ambapo hatujaelewa ili tuwe na uelewa mzuri. Tutakapokwenda kule kwenye jamii, tuweze kuitoa hii elimu kwenye jamii zetu pia. Tuweze kuwaibua hawa wakina mama au wakina baba. Kwa sababu saratani hii sio kwamba iko kwa kina mama tu, hata kwa kina baba pia ipo. Ingawaje ni asilimia ndogo kwa kina baba. Uchunguzi wa saratani ya matiti, Wizara ya Afya, TAMISEMI, JAPAIGO ambayo ndio shirika linalohusika na mradi huu, kwa ufadhili wa Pfizer Foundation. Lengo kuu la mradi: kuboresha na kuongeza idadi ya vituo vinavyotoa huduma za uchunguzi wa mabadiliko ya awali na ugunduzi wa kina wa saratani ya matiti. Kwamba kuboresha na kuongeza idadi ya vituo. Kwa sisi hapa halmashauri ya Buchosa tayari tuna kituo kimoja ambacho tayari kimeshajengewa uwezo wa kufanya uchunguzi na ugunduzi wa dalili za awali ya saratani ya matiti, ambayo ni hospitali ya wilaya ya Buchosa. Muda wa utekelezaji wa mradi huu ni mwaka 2025, wameanza mwaka huu na utamalizika 2027.
na mradi huu unatekelezwa katika mikoa 9 kwa Tanzania. Tanzania bara mikoa 4 na Tanzania Zanzibar mikoa 5 na wilaya 11. Kama mnavyoona Tanzania bara kuna mkoa wetu wa Mwanza ambao mradi huu unatekelezwa katika halmashauri zote 8. Kuna mkoa wa Mtwara, kuna mkoa wa Morogoro na kuna mkoa wa Tanga. Kazi zinazotekelezwa na mradi huu. Mradi huu unawezesha watoa huduma za afya ya msingi, viongozi ngazi ya jamii. Ndio maana sisi tuko hapa kwa leo. Tumekuja kuwezeshwa, tumekuja kuseminishwa, tunakuja kupewa uelewa juu ya nini? Ya saratani ya matiti. Ili tutakaporudi kule tuweze na sisi kuwawezesha wengine, tuweze kuwaibua hao wakina mama wakina baba wenye changamoto ya nini? Ya saratani ya matiti. Lakini pia kuwajengea uwezo wataalamu wa afya kufanya uchunguzi awali. Kama nilivyosema, hospitali yetu tayari sasa hivi watu wa huduma wameshajengewa uwezo na wameshaanza kufanya hii kazi. Kwa hiyo tutakapowaibua hao wateja, tuwatume moja kwa moja kwenye nini? Kwenye hospitali yetu ya wilaya, waje wapate nini? Huduma mapema kabla ugonjwa hujafika hatua nyingine. Sawa? Lakini pia kutoa vifaa kama vile ultrasound na core needle biopsy. Ultrasound kama kipimo cha kioo. Kipimo cha kioo wanapana uchunguzi kwenye ziwa kuona kama je hiyo shida iko sehemu gani kwa ajili ya kuchukua kile kipimo. Hiyo core needle biopsy ni kipimo ambacho wanachukua wanapochunguza na kuona kwamba kile kama ni kiuvimbe kiko sehemu gani. Kwa hiyo wanakwenda moja kwa moja kuchukua ile sampuli kwa ajili ya kwenda kupima kuona kwamba hii ni kansa imefikia hatua gani, au ni kansa au bado haijawa kansa. Lakini pia kuwezesha huduma za mkoba kuwafikia walengwa wengi. Kwa hiyo mradi huu unapenda kuwezesha huduma za mkoba. Yaani wanakwenda maeneo kuwafikia wateja, wanakwenda maeneo ambako huduma haipo ili kuwafikia wateja, kuwahudumia kwa ukaribu zaidi. Ukiangalia sasa hivi wateja wengi walikuwa wanakwenda Bugando, si ndio? Kupata hii huduma. Lakini tayari sasa hivi hospitali ya Buchosa wameshajengewa uwezo watu wa huduma inapatikana karibu. Kwa hiyo wanajaribu kusogeza huduma kwa wateja ili kuwapunguzia pia nini? Gharama. Lakini pia kuboresha mfumo wa taarifa na kufuatilia utekelezaji wa mradi huu. Kwa hiyo mradi huu utaboresha mfumo wa taarifa na kufuatilia utekelezaji wa mradi huu. Kutengeneza miongozo ya kusaidia kutoa huduma bora kwa ufanisi. Kwa hiyo mradi huu pia unahusika kutengeneza miongozo ili huduma ziweze kutolewa vizuri na kwa ufanisi. Kufuatilia wagonjwa watakaogunduliwa na saratani. Kwa hiyo kama wateja tutawagundua mahali petu, maana yake mradi utawafuatilia wale wateja. Sawa? Utawafuatilia na kuwafikia na kupatia matibabu kwa ukaribu. Alafu pia kuhamasisha jamii na kuboresha huduma jumuishi. Ndio kazi za mradi huu. Hello. Baada ya kutoa utangulizi huu, basi naomba nimkaribishe Daktari Bobezi ambaye tayari amewezeshwa aweze kuendelea na somo lenyewe. Asanteni sana kwa kunisikiliza. 2025 mpaka 27 angarau kutuwezesha kuwabaini mapema wale ambao watashindwa kabisa kugharamia matibabu, basi tuwasaidie. Maana yake mradi utawasaidia kwa wakati huo. Lakini kuna kipengele ambacho sasa na mhusika lazima alione tatizo ili aweze kushirikisha jamii na mzunguka ili aweze kusaidika. Tumeelewana kwenye maana ya saratani na maana ya saratani ya matiti. Kwa sio lazima mjue sana, lakini angalau kuna kitu umekielewa. Sasa kwenye picha naona hapa kulingana na mwanga wa nini hatuwezi kuona vizuri, lakini
Hawa tu ni baadhi ya picha zinazoonyesha wamama ambao wamepata changamoto ya saratani ya matiti. Sijajua kama mnaona vizuri, lakini kwanza kuna mabadiliko ya ngozi, kuna mabadiliko ya chuchu, lakini kuna uvimbe ndani yake. Hizi tu ni dalili ambazo unajaribu kutuonyesha. Sasa tuna ukubwa wa tatizo Tanzania na ndio maana wakaona sasa ni vyema waje kutusaidia kwa namna ya kupunguza sasa ule ukubwa ambao upo. Saratani ya matiti inaathiri zaidi wa mama, lakini wa baba hawako nyuma. Waliojaribu kufanya utafiti wakagundua wa baba na wewe wanaweza kuathirika kwa 2.5. Kwa na wewe baba hujaachwa. Kwa hiyo na wewe ni lazima ujichunguze mara kwa mara ili uweze kugundulika mapema ili upate matibabu kulingana na shida inayokuzunguka. Na changamoto ni kwamba idadi hii huwa inaongezeka au inaongezeka kadiri siku zinavyokwenda, kulingana na maisha tunavyoishi, wazee wetu walivyoishi na sasa tunavyoishi imekuwa tofauti sana. Kwa hiyo na magonjwa nyemelezi huwa yanapenya. Lakini vifo pia vinaongezeka kutokana na kuchelewa kugundulika kwa matibabu na kutibiwa mapema kwa saratani ya matiti. Lakini mara nyingi wanawake katika hatua za mwanzo za ugonjwa, hii saratani ya matiti inaweza isionyeshe dalili yoyote. Akawa tu anasikia maumivu, anapotezea. Anasikia kama ka glory fulani, anahisi kawaida. Damu au chuchu linatoa maji, anaona hii labda itaisha. Anavyowaza itaisha, ndo muda unaenda, ndo inaendelea kusambaa. Anakuja kuamka, ilishaenda kwenye stage ya mwisho. Ambao sasa tukumbuke hapa kwenye matiti kumepakana na viungo muhimu vya mwili wa mwanadamu. Ukitoka kwenye titi lako tu hapo la kushoto utaenda kwenye moyo. Kidogo tu utaenda kwenye mapafu. Kulia huku kuna mapafu. Hapo katikati sisi tunasema kuna kolomeo, lakini pia kuna njia ya hewa. Kwa hiyo unaona kuna viungo vya muhimu vya mwanadamu ambavyo vikipata changamoto tu yoyote, wewe kukupoteza ni dakika sifuri. Ndio maana tunatamani tuyagundue mapema ili sasa hivi viungo vya muhimu vya mwanadamu tuweze kuvilinda. Tukivilinda manake tunaifanya jamii iwe na afya bora na njema na kwa maendeleo ya jamii. Kwa uchunguzi wa awali wa saratani ya matiti ndio utakao tuwezesha kugundua saratani katika hatua za mwanzo. Sasa vipo visababishi vya saratani ya matiti. Vipo visababishi vya saratani ya matiti. Sasa tunaposema visababishi ni tofauti na sababu. Hivi vinaweza kuwa chanzo cha saratani kukutokea, lakini kikawa sio chanzo kwa mtu mwingine. Kwa hiyo sisi tunasema ni vile ambavyo huwa vinapelekea kwa kiasi kikubwa kutokea kwa tatizo fulani. Ila sio lazima kitu hicho kiwepo hafu kisababishi. Ila ukiwa nacho kuna uwezekano mkubwa wa kupata saratani ya matiti. Kisababishi kikubwa cha kwanza hapa ni kuwa tu jinsia ya kike tayari uko kwenye hatari ya kupata saratani ya matiti. Na sio kila jinsia ya kike lazima ipate nini? Yani mmenielewa hapo, kuwa sababu na kuwa visababishi. Yani kuwa jinsia ya kike ni kimoja wapo ya kisababishi, lakini sio sababu. Sio lazima kwamba kila mwanamke apate nini? Saratani. Lakini kuna historia ya saratani ya matiti kwenye familia. Ndio maana sisi ukija na tatizo fulani tutakuuliza, kwenye familia yako kuna mtu mwenye tatizo kama hilo? Maana haya mambo sasa kwa watu wa roho wenye dini sasa
ndio utakwambia kwamba kuna roho fatilizi sijui nini nini, yani watakushauri kuanzia huko. Na sisi hatuendi kwenye roho fatilizi. Sisi tunaenda sasa kwenye vinasaba ndani kule, kwamba kwenye babu na bibi zako kuna genetic type ambayo imesababisha hiyo hali. Sasa hawa wenye genetic wenye asili ya kuwa na saratani, hawa ndio sasa ukiunganisha na hivi visababishi, mara nyingi ndio inakuwa changamoto, kwa sababu wako genetic predisposed, wako na vinasaba ambavyo vikichochewa tu kidogo anapata changamoto. Sijui tumeelewana hapo kwenye historia hapo. Ndio maana kama una changamoto tutakuuliza kwamba imekuwaje, kulikoni. Lakini kuna kuanza hedhi katika umri mdogo kabla ya miaka 12. Na hiyo inaweza kuwa sababu, lakini hii tu ni kwa sababu ya homoni zinaanza kufanya kazi mapema. Kwa unakuwa na umri mwingi wa homoni kufanya kazi, tofauti na yule aliyeanza kwenye umri wa kawaida ambao miaka 15 mpaka 16. Lakini kuna kukoma hedhi katika umri mkubwa miaka 55, ni ile sababu ya homoni zinakuwa zimefanya kazi kwa muda mrefu sana. Kwa unaweza kupata hiyo changamoto. Lakini kuna kutokuzaa kabisa au kupata mtoto wa kwanza baada ya miaka 35. Sisi tunashauri miaka 35 ufunge kuzaa. Sasa wewe kama miaka 35 unaanza kuzaa, unakaribisha changamoto. Kwa hiyo tuwashauri pale, kama Mungu amekujalia uwezo wa kupata mtoto mapema, zaa mapema 35. Shauri watu wako kanisani, msikitini, kwenye jamii yako 35 wafunge kuzaa, sio waanze kuzaa. Unajipeleka kwenye changamoto ambayo itatumia gharama sana kwenye matibabu. Lakini kuna kunyonyesha kabisa au kunyonyesha kwa muda mfupi. Kuna wale kizazi cha sasa hakitaki matiti yao yatumike kwa muda mrefu. Tunawashauri sasa, mkiwa na watoto wenu au mnapohamasisha jamii na tuzunguka, viongozi wetu wa dini huko kwenye jamii, katani huko, watoto wanyonye kwa muda usiopungua miaka 2. Kwanza ni afya kwa mtoto, lakini ni afya kwa mama husika. Lakini kuna kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Sasa hapa kwenye mazoezi, kuna mwingine hawezi kukimbia, usimlazimishe akimbie. Sisi tunashauri kama mtu hawezi kukimbia, basi atenge siku 3 ndani ya wiki kwa muda wa nusu saa. Atembee kutoka wapi ambapo wote wanapafahamu. Nadhani si Nyeunge, wengi tunapafahamu Nyeunge, si ndio? Unatembea ndani ya nusu saa. Aidha ni kutoka Nyehunge, kama naenda huko, kama naenda Geita, au kama naenda Sengerema, au kama napanda huko Halmashauri, au kama nashuka, kama naenda Kanyala. Kwa ndani ya nusu saa, kwa mwendo wa haraka unatembea tu. Hayo nayo ni sio lazima upigane kwamba ndio umefanya mazoezi. Kwa muda wa siku 3 tofauti kwa nusu saa unaweza kufanya mazoezi na mambo yakawa vizuri kabisa. Lakini unene kupita kiasi. Sasa kwenye unene hapa huwa ni tofauti. Unaweza kumuona ni mnene alafu mtu ni mrefu. Ukiangalia unene wake na urefu wake vinaendana. Kwa hapa kuna utofauti wa unene, lakini kwa lugha nyepesi tu kwamba unene usipitilize, kwa sababu sisi ukija kwetu tutakuangalia unene wako na urefu wako. Tutaangalia unene wako na urefu wako vinaendana. Kama haviendani tunakuambia jitahidi upunguze unene kwa kufanya mazoezi au kwa kula vyakula ambavyo vitakusaidia. Lakini utumiaji wa mafuta mengi katika chakula, uvutaji wa sigara au tumbaku, tunawasisitiza au tunawaomba mnakapokuwa huko, hivi ni visababishi ambavyo vinapelekea changamoto. Kwenye sigara kuna nikotini ambayo inaweza kupelekea mtu akapata saratani. Sasa hapa kwenye sigara sio saratani tu ya matiti. Unaweza kupata saratani ya koo, saratani mpaka ya mapafu hapo. Kwa hiyo tujitahidi sana
Sasa tunaenda kwenye dalili za saratani ya matiti. Sasa hapa tunatamani tuelewe vizuri, ili hapa sasa yule unayemuongoza ukisikia amekuja, baba mchungaji, titi langu liko hivi, shehe, kuna kitu hakiko sawa kwenye, hawezi kukutaja au akamwambia mama mchungaji kule, wewe kwa kuna ulishakuwa na uelewa, unajua sasa hapa kweli tuweke maombi. Baada ya maombi kwenye kituo cha afya. Tumeelewana wa? Kwa hapa sasa tunatamani tuelewane vizuri, maana ndio chimbuko la kutatua au la kujua kipi kinaendelea kwa jamii. Dalili ya saratani za matiti zimetofautiana kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Sio wote watakuwa na dalili sawa. Kwa hiyo tusilazimishe yote tutakayosoma hapa yawe kwa mtu. Anaweza kuwa nalo moja au yote au baadhi. Kwa hiyo dalili ya kwanza, kuna kuwa na uvimbe kwenye titi zima au sehemu yake. Kwa hiyo anaweza kuwa ni mwanaume au mwanamke anakuwa na kauvimbe, ambapo kauvimbe kanaweza kuwa fundo gumu kama mbegu ndani ya titi au kwa pani. Kwa anaweza kuwa na kauvimbe kwenye titi moja wapo, akikashika nasikia ugumu, au kwenye titi hamna shida yoyote, akishika hahisi chochote, ila kwa pani anahisi yako kauvimbe ambako ni kagumu kama kambegu. Hiyo ni dalili moja wapo ya saratani ya matiti. Kwa maana hiyo saratani ya matiti, titi linaweza kuwa sawa, lakini kwenye kwapa tayari kuna kauvimbe. Tayari ile inaweza kuwa ni dalili ya kwamba titi lina changamoto. Kwa hiyo unamshauri achukue hatua haraka kadiri inavyowezekana. Kubadilika kwa ukubwa au umbo la titi, tutaelekezana baadaye namna ya kujichunguza wenyewe ili kujua ule ukubwa wa titi alilonalo uko sawa. Kwa kawaida wanaume tunaweza tusiwe mashahidi, ila wa mama kwa maana ya jinsia ya kike wanaweza kuwa mashahidi. Matiti huwa hayalingani. Huwa yana utofauti kidogo kati ya moja na jingine. Ila ule utofauti wake sio mkubwa kiasi hicho cha kusema mbona hili ni kubwa. Wewe mwanaume unaweza usione utofauti, ila kuna utofauti. Sasa ukubwa wa mabadiliko hayo wasiwe yale yanayotofautiana sana. Kwa hiyo dalili nyingine, lakini anaweza kuwa tuna muwasho au wekundu wa ngozi. Kama tulivyokuambia, saratani tu ni chembe chembe ya hai ya eneo husika inaweza kubadilika, na ngozi ni chembe chembe ina uhai ndani yake. Kwa ngozi tu inaweza kuanza kuwasha au akanasikia tu au panakuwa pekundu. Hiyo ni dalili moja wapo inaweza kutokea kwa mtu husika. Au ngozi inaweza kujikunja, aidha akishika nasikia ugumu au hasikii ugumu. Hizo zote ni dalili za saratani ya matiti. Au utokaji wa maji, aidha hana uvimbe wowote, hajisikii maumivu, hajisikii muwasho, ila kwenye chuchu kunatoka maji, damu au saa. Hizi ni dalili za saratani ya matiti. Au akiangalia kachuchu kanaingia kwa ndani, badala kachuchu kutokeza kanakuwa kamebonyea. Tutaona kwenye picha, sema tu hapo hatuoni vizuri kulingana mwanga, lakini kanakuwa kale kachuchu badala ya kutokeza kanaingia kwa ndani. Au uvimbe kwenye kwapa, nadhani tulishauelezea, inaweza kuwa dalili ya saratani ya matiti. Lakini kuna kuacha uvimbe kwenye kwapa. Hapa kwenye
kwenye mfupa sisi tunauita clavicle, ndo jina lake, lakini wewe jua tu kuna huu mfupa unaoshika mgumu huu hapa kwenye bega, lakini tunazungumzia huu unaoshika mgumu hapo katikati pameponyea hapo. Kuna wakati anakuwa na kauvimbe kale kagumu ambako pengine tungekategemea kakao kwenye kwapa, yeye kako hapa. Sasa ukiona huyo, mara nyingi ukishaona hiyo, sasa hiyo imeenda kwenye stage ya 4 ambayo ni ya mwisho. Kwa hiyo anakuwa ni hatari zaidi. Kwa nini tunaelekeza hivi? Mtakapokuwa na watu huko, wale wanaume wasitumie tu fursa ya kunyonya matiti ya watu wao, ila watumie fursa hiyo kugundua changamoto walizonazo wake zao. Kwa mnaweza wakati mambo mengine yanaendelea, wewe unamshauri mwenzako au wewe aliyeko chini yako kwamba atumie fursa hiyo kuangalia kama kuna dalili yoyote ya uvimbe ambao unaweza kuripoti mapema, tukamsaidia mke wake au mke wako kwa ajili ya kumsaidia kwenye uchunguzi wa awali na matibabu. Kwenye dalili tuko vizuri? Tumeelewana vizuri hapa? Tukiulizana baadaye tunazikumbuka vizuri. Hizi tu ni picha za kujaribu kuelezea kile tulichokuwa tunakiongea. Sasa bahati mbaya hazionekani vizuri, lakini ni yale ambayo yalikuwa naongelewa pale. Sasa watoa kwa njia ya picha. Endelea. Sasa hii ni jinsi ya kujilinda na saratani ya matiti. Kwenye hizi dalili unaweza kuziangalia hapa. Tumewagawia hizi hapa. Wakati tunaendelea, wewe unaendelea kuzisoma. Hizi ndo dalili zinazoweza kujitokeza kwa saratani ya matiti. Kwa hiyo unaweza kuzisoma wakati sisi tunaendelea, hata usipate tabu kuzikalili kama shule ya msingi. Karibu. Kama hiki unacho kama hapo ni baada sasa ule umelala unajipa pasa. Kwa utaangalia kama kuna uvimbe kwenye kwapa au mabadiliko yote kwenye ngozi. Tumia vidole vyako vitatu vya katikati vya mkono wako kwa kupapasa titi kwa mzunguko kama mshale wa saa. Kwa utashika hapo, utakuna zunguka. Unashika na namna hiyo. Tunatamani matiti ya wamama wazeeke nayo kama walivyozaliwa nayo. Kwa wewe uwe chanzo cha kuyatatua matatizo ili tuwasaidie wamama. Kwa kama umelala kitandani, ndio hivyo mkono unaweka juu, unajichunguza. Baadaye ukishamaliza kufanya shughuli zako, kwa maana umeshalala, umeshajichunguza, umeshamaliza, unajaribu kukamua uone kama kuna uchafu na unatoka. Sasa wakati mwingine haka ni sehemu ambako kanaweza kuumiza kidogo, ndio maana tunakafanya mwishoni ili asione kama ni mateso, lakini actually unakamua tu kidogo kwenye chuchu kuangalia kama kuna damu, maji au maziwa ambayo sio muda wake wa kutoka. Kama yanatoka tunakuja kwenye kituo cha afya, then tunachukua ile sample, kwa maana tunachukua kile kinachotoka kwenye chuchu kwa ajili ya uchunguzi kubaini kwa nini kitoke, na tunakupa matibabu kulingana na shida utakayokuwa umegundua. Twende. Sasa tulikuwa tunaangalia namna ya kujichunguza mwenyewe au kuchunguzwa na mtu wa huduma. Tukishagundua tatizo, sasa tunaenda kwenye ugunduzi wa kina. Tukishagundua kwamba huyu ana uvimbe, haijalishi ni uvimbe maji, ni uvimbe wenye nyama au ni uvimbe baridi ambao tunasema sasa lengo la kufanya hivi sasa ni kuchunguza kipi kinamsumbua huyu mtu. Kwa sababu sio kila uvimbe kwa mwili wa mwanadamu au kwenye titi ni saratani. Kwa lazima tutoke na hilo pia, tusije tukaenda kuwatisha watu. Ndio maana tunataka tuchunguze, tujue ni saratani kweli au ni uvimbe baridi
au ni uvimbe maji au ni usaa tu. Yamkini alipigwa na ngumi au alijigonga na mti, titi likawa linauma kwa sababu ya maumivu aliyogongwa na mti, au ni pagumu kwa sababu palipona kwa kutengeneza kovu la ndani. Sio kansa kama anavyofikiria yeye, yani sio saratani. Yamkini tu ni uvimbe wa kawaida ambao anaweza kuendelea nao bila shida yoyote. Ila tukishafanya sasa vipimo. Kwa sasa sisi tumechukulia kama kila uvimbe unaonekana au kila shida inaonekana kwenye titi tunachukulia kama saratani. Mpaka tutakapopima kujiridhisha kama sio. Tunataka tupime, tujenge tabia ya kupima ili tujue kabisa shida inayomsumbua mtu husika sio saratani, ni kitu fulani. Kwa hiyo tukishagundua ana changamoto mtu husika, sasa hapa tunaweza kuchukua, ukipata uvimbe au mabadiliko mengine yote kwenye titi unaweza kuhitaji vipimo kwa ugunduzi wa kina. Kwanza tutaanza na picha ya kioo. Kwa hiyo anapokuja kwetu tukagundua na changamoto kama nilivyowaambia, tutafanya kioo au x-ray ya matiti. Kwa sasa kwetu tunafanya kioo. Hiyo picha ya kioo kwa mtu yeyote umri wowote tuliyegundua na changamoto. Ukiwa ni uvimbe utahitaji kutolewa sampuli. Tayari sasa mdau wa mradi huu ameshatusaidia vifaa vya kuchukulia sampuli. Kwa hiyo ukija tunachukua sampuli, ni kanyama kidogo. Kwa hata kama ni uvimbe unalingana kama ngumi, sisi hatuhitaji kuchukua wote. Tunachukua tu sample kadogo kwa ajili ya kwenda Bugando kwa ajili ya vipimo. Na tukisha pata majibu, sasa tunaweza kujua huyu anatibiwa kwa namna gani. Kwa hiyo baada sasa ya udhibitisho kwamba ni ugonjwa wa namna gani, kuna vipimo vingine tunaweza kufanya kujua sasa atahitaji matibabu ya namna gani. Hiyo vyote yeye tunakuwa yuko nyumbani anasubiri vipimo, na majibu yakitoka tunamwambia kipi ni kipi. Tuendelee. Kwenye dalili, namna ya kujikinga na ugunduzi wa kina tumeelewana. Ukikutana na mtu unaweza kumuelezea, yani akikuelezea tu kidogo unajua kipi kinaweza kufanyika kwake, si ndio? Yani ndio lengo kwamba tuwe na uelewa fulani ili tukikutana na mtu anatuelezea shida hiyo, basi tunamshauri awai kwenye kituo cha kutoa huduma ili apate matibabu kulingana na kile kinachomsumbua. Sasa kwenye tiba za saratani ya matiti zimegawanyika kwenye namna hii. Kama tunasema ni kama njia 3 za matibabu hadi 4. Kuna upasuaji na kutumia mionzi au kutumia dawa za vichocheo. Sasa upasuaji tunaweza kuondoa ule uvimbe tunaouona au tukaondoa titi zima. Kulingana na vipimo vimetuambia hii ni saratani stage gani, imeenda mpaka wapi. Kwa tunaondoa ule uvimbe na nyama zinazozunguka ule uvimbe, kuondoa kabisa vile vichembe chembe ambavyo vina dalili ya saratani. Kwa tunaweza kufanya upasuaji. Lakini pia tunaweza kutumia dawa au tukatumia tiba ya mionzi au dawa za vichocheo. Hizi zote ni aina ya matibabu ambayo yanaweza kutibu saratani ya matiti. Changamoto tunayoipata hapa, mtu tukishamwambia anasumbuliwa na kitu fulani au ugonjwa fulani na matibabu yake yako namna hii, hapo tumepata changamoto kwa sababu ni gharama kidogo. Sasa tunapokuwa na ninyi sasa, angalau tukishajua kuna mteja au mtu anasumbuliwa na kitu fulani, tunaweza sasa kumsaidia kimawazo, kifedha kwa maana ya kiuchumi,
ili afuatilie au matibabu yake yakamilike. Kwa sababu tukishagundua tatizo halafu tusimfanyie matibabu, tunakuwa tujamsaidia, tunakuwa tumemuongezea mawazo mtu husika. Kwa hiyo tunatamani tunapogundua tatizo, mwisho wa siku aishie kwenye matibabu haya na hatimaye aendelee na maisha yake bila kuwa na changamoto ya kisaikolojia, kwa maana ya kukaa na mawazo haya. Wenzetu wanapendekeza miezi mitatu. Miezi mitatu muda ili kusudi, kwa sababu ni vikundi vitakuwa mbalimbali, vitakuwa vingi. Kwa maana hiyo kwamba ndani ya miezi hiyo mitatu tunawezekana tukawa elimu imeshafikia, na hata wale kuwaibua wale wagonjwa tutakuwa tumeshaanza kufanya vyema kwa vikundi hivyo kupitia hao. Shughuli ambayo nitakuwa tuifanye sisi kama wataalamu ambao tumepata mafunzo leo hii ni kwamba baada ya hawa watu wanapokuwa wametambuliwa kuwa na changamoto, iwepo hali ya ufuatiliaji wa mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba wamefika kwenye huduma za matibabu na wamepata matibabu. Na pia nipende tu kushauri kwamba tunaishi na jamii ambayo tunauelewa tofauti. Mtu mwingine unapomhamasisha kwamba nenda, wewe mtu mwananchi ambaye amekuzoea siku zote haoni umuhimu. Lakini ikija timu maalum ya kuja kufanya ule ufuatiliaji kwamba bwana uligundulika na changamoto 1 2 3, naenda kwenye huduma za matibabu, kidogo hiyo inampa hamasa na moyo kwenda kwenye huduma. Kwa hiyo kwa kupitia mafunzo haya ningependa nishauri kwamba iundwe timu au miongoni mwa hawa wahudumu wetu wa afya wapatikane watu ambao watakuwa na hili zoezi la kufuatilia kwa kina zaidi, kuhakikisha hawa watu wanafika kwenye hiyo huduma na kupata matibabu. Kwa mpango huu ambao tumeuletewa leo huu wa kuweza kubaini tatizo la kansa katika hatua ya awali, sisi watendaji wa kata tunaahidi kwenda kutekeleza mpango huu. Hatutaweza kuangusha, tutaenda tukausimamie, tutafanya vikao. Lakini vile vile tumshukuru sana huyu mfadhili Japaigo kwa kuweza kushirikiana na serikali. Tumeona na yeye ana nafasi yake ambayo ataweza kutusaidia katika wadau ambao tutawaibua. Kwa hiyo niombe sana si watendaji wa kata tuende kusimamia huu mpango kazi ambao tumejiwekea ili mwisho wa siku mpango huu uwe na tija. Asanteni sana na washukuruni sana. Wajapaigo wametuwezesha mafunzo ya saratani ya matiti. Hivyo kwa vile tumekuwa mabalozi, tukajitahidi kufanya kazi kwa weledi ili tuibue wahanga, na wahanga wakipatikana tunaomba angalau tujitahidi kuwahamasisha waende wakapate matibabu ili afya zao ziwe salama. Na jamii tukipoteza mtu wa saratani, tujue kwamba jamii tumepungukiwa na pengo moja. Hivyo basi tuwe watendaji kazi wema na Mungu atusaidie. Mungu kwa muda huu na wakati huu ambapo tumepata elimu. Tumepata elimu ya kutosha. Tumejua dalili zote za saratani ya matiti, kinga yake. Kwa hiyo ni washukuru walimu ambao umetuletea somo hili. Na nami naamini kwamba tukiondoka hapa lazima na sisi tukaelimishe. Mimi kama mchungaji itabidi nielimishe wachungaji wenzangu na hata makanisa yetu. Lakini vile vile tumshukuru mfadhili wa kitendo hiki cha saratani ya matiti Japaigo, anaitwa Japaigo. Kwa hiyo tumshukuru sana, aendelee kujitoa kwa sababu anasaidia watu wengi. Na baada ya kumaliza kusema hivyo, nafikiri sisi ambao tumepata elimu hii, hebu sasa tukazane tunapoondoka mahali hapa, tukawaelimishe na wengine walioko chini yetu. Mungu awabariki sana. Msakise ni daktari anayehusika na uchunguzi wa awali wa saratani ya matiti kwa kushirikiana na taasisi ya Japaigo chini ya mradi wa Pfizer Foundation saratani ya matiti. Leo tulikuwa na semina elekezi kwa viongozi ngazi ya jamii inayoshirikisha watoa huduma ngazi ya jamii, viongozi wa dini na watendaji wa kata za halmashauri ya Buchosa. Kwa leo tulikuwa na semina
hiyo kwa ajili ya kuwajengea uwezo, kwanza kuelewa nini maana ya saratani ya matiti, kujua namna gani mtu anaweza kupelekea au visababishi vipi vinavyopelekea kupata saratani ya matiti, lakini kujua dalili za saratani ya matiti, lakini pia kujua namna gani utajikinga na saratani ya matiti, lakini pia na kujua namna ya matibabu ya saratani ya matiti. Lakini mwisho wa siku tukapanga namna gani sasa tutashughulika na wahanga wa saratani ya matiti kuanzia ngazi ya jamii, hasa tunapopata mteja au mgonjwa ambaye atagundulika au vipimo vyetu baada ya kugundua kwamba ana saratani ya matiti, tumfuatilieje na tumsaidieje kwa habari ya matibabu. Kwa hiyo tumeweza kuwafikia na tumetoa elimu kwa viongozi hawa, na tunatumaini watakwenda kuwaelimisha walioko chini yao ili kuweka wepesi wa ushirikishaji na watu wawe na uelewa juu ya saratani ya matiti. Tunatumaini kwa yale tuliokuwa tumekusudia afanyike au ayajue, na jamii sasa itaelimika na watu watakuwa tayari kwa ajili ya kuchunguzwa. Tunasema ni uchunguzi wa awali wa saratani ya matiti. Elimu hii itapenya kwa ngazi zote na hatimaye tutaweza kuwafikia wengi kwa wakati mmoja. Asanteni sana. Basi nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa ushiriki mzuri. Mmeshiriki, mmekuwa active. Nimefurahia sana na hili kundi, na ninaamini ambacho tumejifunza na mipango kazi ambayo tumeweka tutaenda kutekeleza. Kwa hiyo tunategemea mambo makubwa zaidi kutoka Buchosa, kwa sababu tumeona ushiriki umekuwa mzuri. Kwa hiyo kwa niaba ya mganga mkuu wa mkoa, kwa sababu anajua uwepo wetu hapa, naomba niwashukuru kwa kushiriki mafunzo haya. Niwashukuru pia kwa wito huu. Jambo ambalo ninatamani wote tuweze kuondoka nalo hapa ni kuhakikisha tunaenda kuelimisha kama tulivyokubaliana. Lakini kama kutapatikana mgonjwa ambaye amethibitiwa kwamba ana saratani ya matiti, basi tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha huyu mgonjwa anaweza kufika kwenye matibabu na kumaliza matibabu yake. Kwa sababu lengo kubwa la serikali, lengo kubwa la mdau wetu ya PAIGO ni kuhakikisha wakina mama na wababa ambao tunawagundua wana saratani wanaenda kwenye matibabu na wanamaliza matibabu. Hilo ndio lengo kubwa. Kwa hiyo tukiacha wote kwenda kufanya uchunguzi kufanya nini, lazima tuhakikishe wale ambao wanathibitika kuwa na saratani, basi tunahakikisha sisi kwenye jamii pamoja na vituo ambavyo watakuwa wanatoa hii huduma, basi wakina mama wanapata huduma ambayo wanastahili pamoja na wababa, ili waweze kuwa na afya njema na waweze kuendelea na shughuli zao za kawaida za kujenga familia pamoja na jamii kwa ujumla. Naomba niwashukuru tena sana. Naomba nisifunge kikao, nihairishe, kwa sababu nina imani kabisa tunaweza tukakutana tena wakati mwingine na kipindi kingine. Asanteni sana. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.